lakini leo nimewaita hapa na nina furaha kwa ajili yenu na kwa mmesikia wito huu. Pia niwashukuru sana kwa ajili ya hilo. Lakini wito huu ni kwa sababu ya jambo maalum ambalo tulitaka ni waandishi wa habari tuweze kulifikisha kwa Watanzania wote. Na jambo hilo muhimu ambalo tumetaka tuwashirikishe ili muweze kutufikishia kwa Watanzania ni swala zima la marathon ambayo inafahamika kwa jina la Sheni Marathon. Marathon hii yenye lengo la kuwasaidia watoto wa kike walioshindwa kuendelea na masomo yao. Hivyo tumeandaa marathon hii kwa ajili ya ukusanyaji wa ada ambazo zitawasaidia hawa watoto wa kike katika kuendelea na masomo yao. Lakini kwa mwanzo tumepanga kuanza na takribani wasichana 100 ambao wanadili sana katika kozi za afya, ikiwemo daktari na ufamasia na kozi nyingine za afya. Hivyo ndugu waandishi wa habari, tumewaita hapa ili kusudi tuweze kuelezea nia yetu thabiti ambayo ni katika kusaidia na kuwasaidia watoto wa kike, huku tukijua kabisa tunapowasaidia watoto wa kike tunakuwa tumeandaa jamii nzuri. Tukisema tunaiandaa future ya kesho, basi lazima tumwandae mwanamke. Na kabla huyu mwanamke hajaitwa mwanamke, kuna stage kwanza anapitia, anaanzia kwenye ubinti. Kuna vitu lazima avifanye katika hii age ya ubinti ili aje awe mwanamke kamili. Sasa ni vitu gani hivyo, pamoja na masuala ya kielimu ambayo yanamuokoa mtoto wa kike kutoka na kumpa uelewa mzuri, kumkomboa kifikra, ambapo pia inaenda moja kwa moja katika kumkomboa kiuchumi. Lakini katika maendeleo yote hayo, sisi kama wananchi, sisi kama Watanzania na taifa kwa ujumla, tutanufaika moja kwa moja na hizi jitihada ambazo tunataka tuzifanye. Hivyo basi, marathoni hii itafanyika tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka 2025 hapa jijini Dar es Salaam. Nitoe wito kwa waandishi wa habari wote kutufikishia taarifa hii kwa watu mbalimbali, ikiwemo mashirika binafsi, ikiwemo vikundi mbalimbali vya jogging na watu binafsi, watu mashughuli pia, katika kutuunga mkono kufanikisha jambo letu hili la marathon itakayofanyika mwaka huu tarehe 25 mwezi wa 10. Karibuni sana. Basi pembeni yangu ninao watu ambao tunafanya nao hili jambo. Ninaye dada yangu hapa, Karima Story. Ningependa nimkaribishe pia ili aweze kuzungumza. Jamani, nashukuru sana kwa kufika. Wote kwa kufika kuitikia wito hapa wa waandishi wa habari. Yeye ni watu muhimu sana kwetu. Na pia watu watajiuliza kwa nini Karima Story kwa? Kuna vile tunaona kwenye marathon. Jamani, katika masuala ya elimu, katika kitu ambacho mimi nilifaulu vizuri ni biology. Biology tunazungumzia afya. So katika kitu ambacho nilifaulu vizuri ni biology. Kwa maana leo hii niko hapa. Biology mimi ndio ilifanya nikapata cheti kile cha form 4. Hapo mjini kama unaishi hata cheti una hela wewe kupata nini. Kwa hiyo nashukuru sana hili jambo nimeona nibunge na City College pamoja na dada yangu hapa Eliza, ili tuweze kusogeza hili jambo kwa ajili ya watu wengi wako mtaani hawana, walikosa ada ya kuendelea na masomo, alafu bado unamwona mtu anakutana na mtu anahitaji wa kuendelea na shule, lakini maisha yake yamekuwa magumu, anaishia kuwa mtaani tu, anazunguka anafanya vitu ambavyo vinadhalilisha kwa kweli. Kwa hiyo sisi kama kila Karima Story na wenzangu hapa tumeona tuhamasishe jamii iweze kuwasaidia kuchangia kwenye marathon yetu. Jamani, kuchangia ni 30 tu, unajiunga na sisi kwenye marathon, unamsaidia kijana ambaye yuko mtaani, namzungumzia mwanamke ambaye ameshindwa kuendelea na masomo yake. Unamsaidia ananyanyuka. Unajua, ukimsaidia mwanamke umemsaidia familia yake, umemsaidia yeye na ndugu zake wengine. Yaani ukimsaidia mwanamke ni sawa kumsaidia jamii kwa ujumla. Kwa hiyo naomba watu waendelee wajitokeze kwa wingi tuweze kusogeza hili swala la marathon.
Jamani, Shane Marathon 2025 itafanyika Leaders Club. Kiingilio ni shilingi 30,000. Njoo unione Karimastori nikikata mbuga kwa ajili ya kuwachangia wanawake walioshindwa kuendelea na elimu yao kwenye kozi ya afya. Bebe masikio yako kidogo hayako sawa, ila tutasikiliza. Jamani, asanteni sana ndugu waandishi wa habari kwa kuweza kuhudhuria leo hii hapa. Shane Marathon 2025 ni kwa ajili ya kumkomboa mwanamke ambaye amesaulika kabisa katika jamii katika sekta ya afya. Tukizungumzia afya, tunamaanisha ya kwamba madaktari, manesi, famasia pamoja na maabara. Mwanamke ni mtu ambaye anapitia changamoto mbalimbali hasa katika kuweza kujikwamua kiuchumi au kuweza kukamilisha ndoto zake. Masomo ya afya ni masomo ambayo mwanamke anahitaji sapoti kubwa zaidi ili aweze kuweza kuzikamilisha ndoto zake. Tunaelewa ya kwamba kuna mabinti wengi, kuna wasichana wengi ambao walikata tamaa katika harakati za kufikia ndoto zao katika sekta ya afya, labda kwa sababu ya kukosa ada au kwa sababu ya changamoto mbalimbali ambazo zimetokea katika familia yao. Kwa hiyo Shane Marathon ipo kwa ajili ya kumkomboa na kumsaidia huyo mwanamke ambaye anatamani kusoma masomo ya afya au alikuwa na hiyo ndoto, lakini hiyo ndoto ikaweza kuishia njiani, isiweze kukamilika. Tunamkomboa mwanamke ili tuweze kuikomboa jamii kama alivyosema Karimastori. Ukimsaidia mwanamke umeweza kuisaidia jamii katika nafasi kubwa sana. Marathoni hii itafanyika siku ya tarehe 25 mwaka huu 2025 mwezi wa 10. Tutakuwa pale Leaders Club. Utatoa kiasi cha shilingi 30,000, lakini 30,000 hiyo sio kwamba tu unakuwa umeitoa. Lengo la hiyo 30,000 sio tu wewe uweze kupata t-shirt kwa ajili ya kushiriki hiyo marathon, hapana. Isipokuwa lengo kuu ni kuweza kumsaidia na kuweza kumchangia binti, msichana ambaye amesaulika kwenye jamii. Kuna wadada ambao tunawaona barabarani wanafanya kazi ngumu, sometimes tunawabeza. Lakini sio kila changudoa ambaye unamuona barabarani amependa kufika pale alipofika. Kuna wakati ni changamoto za maisha ambazo wanapitia. Kuna baadhi ya watu wanafanya kazi ngumu, biashara ngumu. Sasa hivi kuna mpaka wasichana ambao wanabeba zeni. Lakini ukienda kusikiliza historia ya maisha yako, anakuambia mimi nilisoma, nilifika mpaka chuo, lakini nilishindwa kuendelea kwa sababu ya ada. Mwingine anakuambia mimi nilishindwa kwa sababu nilikuwa nasomeshwa labda na mjomba wangu, lakini alikuwa ananihitaji kimapenzi. Kuna wakati binti ili aweze kufikia ndoto zake lazima atoe rushwa ya ngono. Kwa hiyo Shane Marathon ipo kwa ajili ya kumkomboa huyo binti ili kuweza kumsaidia kulipa ada aweze kuendelea na masomo yake. Asante sana ndugu wangu.